Karibu mtazamaji katika kipindi cha Jambo Tanzania. Mimi ni Reginald Desika. Mgeni wetu hii leo ni afisa mtendaji mkuu wa kampuni ya huduma za meli nchini, Eric Hamis. Utakumbuka kwa takriban miaka 6 tumekuwa hatuna huduma ya usafiri wa majini katika ziwa Victoria. Najua watazamaji wengi watakuwa wanasubiria kwa hamu kujua lini safari za kati ya Bukoba na Mwanza zinaanza. Lakini kabla ya kufika hapo, tupate japo kwa ufupi historia fupi ya tulikotoka na tulikofikia hivi sasa. Hapa tunaye afisa mtendaji mkuu wa kampuni ya huduma za meli nchini. Nakumbuka kwa takriban miaka 5-6 iliyopita katika ziwa Victoria tumeathirika sana na huduma ya usafiri kwa njia ya maji, na ilifika kipindi kampuni ya huduma za meli nchini ikawa haina meli hata moja ambayo inafanya kazi, na wafanyakazi wamekaa kwa zaidi ya miaka 2 bila ya kulipwa mishahara. Watazamaji wangependa kujua tulikotoka na ambapo tumefikia sasa hivi. Kampuni hii ina hadhi gani hivi sasa? Nashukuru kwa kunialika kwa ajili ya kueleza haya machache kuhusu kampuni yetu na huduma zetu. Kampuni ya huduma za meli ni kampuni ambayo inamilikiwa kwa 100% na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na sisi jukumu letu kubwa ni kutoa huduma za usafiri wa abiria na mizigo katika maziwa yetu makuu, yaani ziwa Nyasa, ziwa Tanganyika na ziwa Victoria. Ni kampuni ambayo tumeanzishwa toka mwaka 1997. Kwa hiyo ni kampuni kongwe, na tuna jumla ya vyombo 15 kwa maana ya meli 14 na boti moja la kitalii. Vyombo 9 viko hapa ziwa Victoria, meli 3 na boti moja ziko ziwa Tanganyika, na meli zetu 2 ziko ziwa Nyasa. Ni kweli mwaka 1997 wakati kampuni inaanzishwa tulikuwa na meli zote hizo 15 ambazo zilikuwa zinafanya kazi kwa ufanisi mkubwa sana. Lakini tuweke kwa ufupi, ilipofika mwaka 2014 meli zote zilikufa, na meli ambayo ilikufa ya mwisho kabisa ilikuwa meli ya MV Victoria. Na baada ya hapo sasa ndipo ikaonekana wazi kwamba hii kampuni nayo imekufa, kwa sababu ni meli pekee ambayo ilikuwa, MV Victoria ni meli pekee ambayo ilikuwa inaweza kulisha kampuni kwa wakati ule na kulipa mishahara kwa wafanyakazi. Kwa hiyo ilipokufa yenyewe nayo ikaanza kuonekana, ndio utagundua sasa toka 2015-16 pale ndipo wafanyakazi walianza kukosa mishahara, na kweli ilikwenda mpaka hiyo miezi 27 ambayo tunaizungumzia mpaka mwaka 2018 katikati. Kwa hiyo ni kampuni ambayo kwa kweli ilikufa kiutendaji, kwa maana ya kufa kwa kampuni, kwa sababu kama vyombo vyote havifanyi kazi, wafanyakazi walipi mshahara, basi hauna kampuni. Ndio historia fupi, lakini tunashukuru sana kuanzia mwaka 2016 tukaanza kuona uhai mpya wa hii kampuni. Mwaka 2017 serikali ya awamu ya 5 ikatenga fedha kwa ajili ya kufanyia ukarabati meli zetu na kujenga meli mpya. Utakumbuka wakati ule Mheshimiwa Rais Dr. John Pombe Magufuli anapita kunadi sera ilani ya chama 2015, aliahidi kujenga meli mpya kubwa yenye uwezo wa kubeba abiria 1200 na tani 400 katika ziwa Victoria. Kwa hiyo alipotoa ile ahadi, ndio utekelezaji wa ile ahadi kafanyika. Lakini pamoja na kutoa ile ahadi, alisema pia atafufua, atafanyia ukarabati mkubwa meli zetu zote. Na kwa kwanza tulianza kutengewa fedha kwa ajili ya meli ya kufanya ukarabati meli mkubwa wa meli ya MV Victoria na MV Butiama. Ndipo uhai mpya sasa wa kampuni ukaja. Lakini isitoshe, Mheshimiwa Rais alipokuja kushuhudia utiaji wa saini wa mikataba hii tunaoizungumzia, ukarabati wa hizi meli zetu 2, ujenzi wa meli mpya kutokana na ahadi yake, pamoja na ujenzi wa chelezo ambao kwa jumla inagharimu bilioni 153
pesa ya Tanzania, alipokuja hapa tarehe 3 mwezi wa 9 2018, ndipo alipotoa pia ahadi ya kuwalipa mishahara wafanyakazi ambao walikuwa wanadai mpaka wakati anafika mishahara ya miezi 27, na ndio aliilipa pia, alitoa ahadi na kuilipa, na ndipo upya wa kampuni ukaanza kuonekana, kwa sababu sasa tuna fedha kutekeleza miradi, lakini pia wafanyakazi walikuwa wamekushalipa mishahara yote. Lakini isitoshe, serikali tuwezesha pia kufanya ukarabati mdogo wa meli 4: MV Umoja, MV Clarius, ML Wimbi na MT Sangara, meli ya mafuta ambayo iko kule Ziwa Tanganyika. Sasa kurudi kwa hizo meli 4 kwa maana ukarabati mdogo ndio kuweza kuamsha upya sasa uhai wa kampuni. Lakini kikubwa ambacho kimefanyika ni ukarabati wa hizi meli 2 ya MV Victoria na MV Butiama, ambao ni ukarabati mkubwa sana. Ni sawa sawa tu na kujenga meli mpya. Ndio hizo ambazo sasa tunazungumzia kwamba ziko tayari kurudi kutoa tena huduma. Labda ungeweza kutueleza tu siri ya haya mafanikio, kwa sababu mwaka 2016-15 kampuni hii ilikuwa katika hali mbaya mpaka kufikia mahali ambapo imeshindwa kulipa mishahara. Nini ambacho kimefanyika mbali na fedha ambayo imeingizwa katika kufufua hizi meli? Nini ambacho kimefanyika na kuweza kuisha hii kampuni? Ni mambo mengi tu yamefanyika katikati hapa toka uongozi mpya ulipoingia uongozi mpya wa kampuni ulipoingia 2017, ambao mimi ni mtendaji mkuu pamoja na wenzangu. Tulifanya mambo mengi. Tuliweza kutengeneza mpango mkakati wa kampuni ambao unaanza mwaka 2019-20 na utakwenda mpaka 2023-24. Na katika mpango mkakati huu ambao tumeuweka ni kwamba tutaongeza meli zetu kutoka 15 kwenda kuwa meli 22. Kwa hiyo kwa kipindi hiki cha miaka mitano hii tutaongeza meli 7 mpya. Na tumeona kabisa utayari wa serikali kwenye kufanya hivyo. Sisi tumeona serikali mwaka huo uliopita wa fedha ilitenga bilioni 153 hizi ambazo tunamalizia hii miradi. Lakini katika hii miradi kuna mradi wa meli mpya moja. Lakini mwaka huu wa fedha pia tumetengewa fedha kwa kujenga meli nyingine mpya 4. Kwa hiyo tayari ndani ya miaka miwili tu hii tumeona kwamba serikali imeshafanya commitment na imethubutu kutoa fedha kwa ajili ya kufanya miradi 5 mipya, ambao mradi huo ni kwamba tutajenga meli nyingine ya mizigo Ziwa Victoria, wagon ferry ambayo inafanana na ile meli ya MV Umoja ambayo itakuwa inabeba shehena za mabehewa, shehena za mizigo kwa kutumia mabehewa, kuvusha upande wa pili Uganda kia Port Bell. Lakini pia tumeona serikali mwaka huu wa fedha ikitengea fedha kwa ajili ya kujenga meli kubwa mpya ya mizigo Ziwa Tanganyika ambayo itakuwa na uwezo wa kubeba tani 4,000 mpaka 5,000. Lakini pia tumeona huko kwa Ziwa Tanganyika tunaenda kujenga meli mpya tena ambayo serikali iliahidi, meli ya abiria na mizigo, meli ambayo itakuwa na uwezo wa kubeba abiria 600 na tani 400 za mizigo Ziwa Tanganyika. Lakini mradi mwingine ni huu ambao tunauzungumzia mara kwa mara, ambao Mheshimiwa Rais ameelekeza tujenge meli kubwa ya mizigo bahari ya Hindi ambayo itakuwa inafanya safari zake kati ya Dar es Salaam mpaka Komoro na pia na coastal ya Dar es Salaam kutoka Lindi, Mtwara kuja mpaka Tanga, kwenda Zanzibar, kwenda Mafia, lakini tutaenda Madagascar, tutaenda Seychelles, tutaenda Mauritius kwa kutumia hii meli ya mizigo kwa kuanzia. Lakini ninaona baada ya muda si mrefu tutajenga meli nyingine, kwa sababu kutokana na uhitaji uliopo katika bahari ya Hindi, hii meli moja ya tani 3,500 mpaka 4,000 haitatosha. Lakini tayari unaona tuna meli 5 ndani ya miaka miwili, mkakati wa kujenga meli 5 ndani ya miaka miwili. Kwa hiyo tunaamini ndani ya miaka 5 ya mpango mkakati wetu utakapomalizika tutakuwa tumejenga hizo meli mpya 7 kutokana na mahitaji. Mmejipangaje katika maandalizi ya safari kati ya Bukoba na Mwanza? Najua watazamaji wengi wanasubiria kwa hamu, wanajua meli yao tayari imeshakamilika.
TASAC wamekwisha toa vibali kwa meli zetu mbili za New Victoria hapa kazi tu na New Butiama hapa kazi tu, na tupo tayari kuanza safari. Na baada ya kupokea vile vibali, tumepanga ratiba ya safari ambayo nitaielezea. Lakini kingine ni kwamba meli yetu ya New Butiama hapa kazi tu, ambayo itakuwa inafanya safari zake kati ya Nansio, Ukerewe na Mwanza, itaanza safari pia tarehe 16 mwezi wa 8 sawa na Victoria. Victoria itaanza usiku, yenyewe itaanza mchana saa 9. Itatoka hapa Mwanza saa 9 na kwenda Nansio ambako itafika kule saa 11. Baada ya hapo, siku inayofuata sasa ratiba zitaanzia Nansio Ukerewe kuanzia saa 2 asubuhi na kuja Mwanza ambapo meli itafika saa 4. Tutakuwa Mwanza kuanzia saa 4 mpaka saa 9 ambako tutarudi tena Nansio na kufika kule saa 11 ambako meli italala kule na kuanza safari zake kama kawaida, na hii itakuwa kila siku. Meli ya New Butiama hapa kazi tu ina uwezo kubeba abiria 200 na tani 100 za mizigo. Hao abiria 200 tuna madaraja mawili. Daraja la economy au daraja la uchumi ambalo linabeba abiria 180 na daraja la biashara au business economy ambayo inabeba abiria 20. Meli ya New Victoria hapa kazi tu itakuwa na madaraja matatu. Daraja la kwanza litakuwa linaitwa daraja la uchumi ama economy class. Economy class, halafu tutakuwa na business class au daraja la biashara, halafu tutakuwa na daraja la kwanza au first class. Daraja la kwanza first class tutatoza shilingi 45,000 kwa abiria kutoka Mwanza kwenda Bukoba na kutoka Bukoba kuja Mwanza. Daraja la biashara au business class tutakuwa tunatoza shilingi 30,000 kwa abiria kwa ruti zote kwenda na kurudi kutoka Bukoba na kutoka Mwanza. Lakini daraja la mwisho, hilo daraja la uchumi au economy class, tutakuwa tunatoza shilingi 16,000 kwa abiria. Hii shilingi 16,000 kwa economy class ambao zamani tulikuwa tunaita third class. Mimi na wenzangu hatukulipenda hilo jina sababu Watanzania wote, hakuna Mtanzania third class. Watanzania wote ni sawa. Isipokuwa uamuzi wa kukata daraja la uchumi au daraja ya business au daraja la kwanza ni uamuzi wa Mtanzania mwenyewe. Anaweza akakata daraja la kwanza, akakata daraja ya biashara, akakata daraja ya uchumi. Usimwite third class, hamna third class. Kwa hiyo wakati ule inaitwa third class, hilo daraja la uchumi walikuwa wanalipa 16,000 hiyo hiyo. Na tumeendelea na hiyo 16,000 ili Watanzania wafurahie uwekezaji mkubwa ambao umefanywa na serikali yao. Tusingependa ule uwekezaji sasa umaanishe gharama kubwa kwa Watanzania. Tutaanza na hiyo bei. Lakini mwanzo walikuwa wanakaa kwenye mabenchi, nakumbuka, ya mbao. Lakini sasa tumeweka viti vizuri na vya kisasa ambavyo vinafanana kabisa na viti vya ndege. Lakini pia tumewekea television ambayo pamoja na kutangaza matangazo mengine ya usalama na maelekezo ya jinsi ya kutumia maboya yetu na njia nyingine za kufanya msafiri asafiri kwa starehe, pia tutawekea burudani kwenye zile television. Gharama ya nauli zetu kati ya Nansio na Mwanza na kurudi kwenda Nansio, kutoka Mwanza kwenda Nansio itakuwa shilingi 8,000 kwa daraja la uchumi au daraja au economy class, na itakuwa shilingi 10,000 kwa daraja la business au
daraja ya biashara kwa lugha ya Kiswahili. Kwa sasa hivi tiketi zinapatikana kwa njia kuu mbili. Unaweza ukakata tiketi yako kwa kutumia simu yako ya mkononi, kwa kwenda kwenye internet na kwenda kwenye website yetu ambayo ni tovuti yetu ya www.mscl.co.tz. Pale utaenda book now, ambayo itakuonyesha sasa lugha ya Kiswahili na lugha ya Kiingereza, alafu utafuata yale maelekezo. Ni njia rahisi sana, na hapo utapata control number, utaenda kwenye simu, utailipia either kwa M-Pesa au kwa Airtel Money au kwa Tigo Money kutokana na mitandao ile iliyoko pale. Mtazamaji, bila shaka wamefaidika na mengi kutokana na mazungumzo haya ambayo tumekuwa nayo na afisa mtendaji mkuu wa kampuni ya huduma za meli nchini, Eric Hamisi, ambaye alikuwa mgeni wetu hii leo. Umesikia mengi kuhusiana na kampuni hii na pia kuhusiana na kuanza kwa safari kati ya Bukoba na Mwanza kwa njia ya maji kwa kutumia meli ya New Victoria hapa kazi tu, na pia usafiri kwa njia ya maji kati ya Nansio Ukerewe na Mwanza kwa kutumia meli ya New Butiama hapa kazi tu. Mimi ni Reginald Desika, hadi wakati mwingine.